Leo tarehe 25 ya mwezi wa 8 2026 tuko hapa usharika wa Mkuu Rombo, jimbo la Kilimanjaro Mashariki, Dayosisi ya Kaskazini, ambako leo kulikuwa na semina hapa ya ETE, na kutumia jukwaa hilo la ETE Mchungaji Masuki ambaye ni mratibu wa ibada, liturujia na uimbaji Dayosisi ya Kaskazini ameweza kulitumia jukwaa hilo kuendelea kufanya uchunguzi au utafiti wa kujua taratibu wa uongozaji wa liturujia katika ibada zetu, nini kiboresho lakini nini kiongezwe ili kuweza kuweka utaratibu mzuri wa uongozwaji wa ibada. Amesema kwamba alizungumza na wachungaji wa jimbo la Karatu, lakini wachungaji wa jimbo la Siha, wachungaji wa jimbo la Hai na wachungaji wa jimbo la Kilimanjaro Kati, na leo hii amezungumza na wachungaji wa jimbo la Kilimanjaro Mashariki. Nia na dhumuni ni kuweza kuweka utaratibu mzuri wa uongozaji wa ibada katika ibada zetu. Katika ibada zetu na liturujia zetu na nyimbo zetu ambazo tunaimba kuanzia siku nyingi. Hatuanzi kwa sababu zimeshaimba siku nyingi. Ibada tunaongoza siku nyingi, liturujia ipo ya siku nyingi sana, tunaifanyia kazi. Mabadiliko yanakuja, tunaendelea nayo hivyo hivyo mpaka hapa tulipofikia. Tunaongozwa na neno la Mungu. Hatufanyi tu hivi. Tunaongozwa na neno la Mungu. Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 40. Huu ndio msingi wa liturujia yetu na ibada zetu. Nasema hivi: mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Mtume Paulo aliposema maneno haya, alisema baada ya kuona vipawa vingi kwenye kanisa. Soma Wakorintho wa kwanza mlango wote wa 14, hata ule wa 12 pia. Utaona vipawa vingi vikiibuka kwenye kanisa. Alafu kila mtu ana experience cha kwake. Anaonyesha jinsi cha kwake kilivyo na nguvu katika ukuaji wa kanisa. Mwenye kuombea watu akaombea kwa nguvu zote. Mwenye kuimba kaimba kwa nguvu zote. Na mwenye kuhubiri kahubiri kwa nguvu zote. Na kila kitu kilichofanyika kwa vipawa ambavyo Mungu amefufua katika kanisa. Lakini walipoanza kuifanya, wakafanya wote kwa pamoja. Hata sasa kuna mahali tunafanya hivyo. Nakuta hata kama ni kuomba, nasema haya, kila mtu aombe Mungu anavyomjalia. Nafungulia, haya twende. Kila mtu anaanza kuomba. Sinafanya hivyo? Kwani hatufanyi hivyo? Kila mtu anaomba. Mwingine anasema asante Yesu, mwingine anasema shetani shindwa, mwingine anasema na yule mgonjwa, mwingine, kila kitu natajwa hapo hapo. Ndio tunajua sikio la Mungu sio zito. Hivi mtu asiyefahamu, nyinyi mnaofahamu mna shida. Asiyefahamu akitokea huko nje anataka ajiunge na kanisa, akasikia, je, hata sema mmelewa? Mambo yote na yatendeke kwa nini? Kwa uzuri na kwa utaratibu. Ukishiriki ibada sharika 3 tofauti, utakuta kila mmoja anafanya jambo lake kwa jinsi yake. Sasa nilichokileta kwenu, wapendwa wachungaji, nimesema nisiandike hiyo sera nayoambiwa niandike kwanza, niliyoagizwa niandike kwanza, nipate mawazo kutoka kwenu. Tuandike nini? Tufanye nini? Tuwe na ibada yenye uzuri na utakatifu, lakini inayoweza kuaccommodate watu wa marika yote. Hata hivyo, wajumbe walionyesha mapokeo ya jambo hilo na kusema ni kweli kuna sehemu zinahitaji maboresho. Ninaitwa mchungaji James Eliezer Sambo, ni mchungaji kiongozi usharika wa Kirua. Leo tumepata semina nzuri sana ambayo imetuelekeza lakini pia na kutuonyesha faida za uimbaji, sikukuu ya uimbaji. Tunajifunza wimbo, na wimbo ule zimekuwa baraka sana katika sharika zetu. Lakini pia tumejifunza kwa habari ya liturujia katika utaratibu wote wa ibada. Lakini pia tumeona kuna changamoto ambazo zipo, na leo kupitia semina hii tumeweza kuzitatua, lakini pia tumeweza kuzungumza. Kwa hiyo tunashukuru sana Dayosisi yetu ya Kaskazini kutuletea katika jimbo letu hili la Kilimanjaro Mashariki. Semina hii imekuwa ya baraka, na tukitoka hapa tunaenda kwa ajili ya utekelezaji. Mimi ni mchungaji Edita Msechu, mchungaji kiongozi usharika wa Mawanjeni, kuhusu swala la uimbaji, mashindano au sikukuu za uimbaji. Tunaona vikundi vyetu vinaendelea kuimarishwa, lakini walimu wanaendelea kuimarika. Tunapokuwa na semina kama hizi, zinaendelea kuatia moyo
na kuondoa ile zana ya mashindano tu, lakini kuleta wito kwa Wakristo wetu wapende kujifunza zile nyimbo ambazo hawawezi, si rahisi kuimbika, nyimbo ambazo ni ngumu, lakini pia kuelimisha rika la watoto vijana katika zana ya uimbaji ili waweze kuimba nyimbo zote ambazo ziko kwenye kitabu chetu cha nyimbo 444 kama zilivyopangwa. Waweze kuziimba badala ya kuimba tu nyimbo ambazo zina ujumbe mfupi kama pambio, lakini waweze kuimba nyimbo ambazo zina ujumbe uliojaa, lakini pia waweze kuonyesha utambulisho wa kanisa letu la Kiinjili la Kiluteri. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu semina hii imenibariki sana. Baada ya semina hiyo, maoni na mapendekezo yote yaliyotolewa na wajumbe yalipokelewa na mratibu wa ibada, liturujia na uimbaji, Mchungaji Haumsuri Masuki, ambaye aliahidi kuyafanyia kazi.